kwenye Kweli Yote TV. Karibu tena wakati mzuri mwingine wa kupendeza kwa ajili ya kueleweshwa na yeye ile siku ya mwisho na utimilifu wake na namna ambavyo anafuta na ameondoa yale ambayo tulikuwa tunategemea, yaani egemeo na tegemeo juu ya nchi. Sasa karibu kiongozi, karibu mwenye imani tofauti, mkubwa na mdogo, mweupe, mweusi, taifa lote na watu wote wadogo kwa wakubwa. Kwa hiyo mnakaribishwa sana kwenye kipindi tena kingine mahali pa Kweli Yote TV. Kwa hiyo kabla ya kuendelea, basi tumshukuru kila mmoja kwa namna wewe mwenyewe unaweza kuwasiliana na yule aliyekuumba pale ulipo. Baba mwema mzuri, tunakupa nafasi hii tena kwa uzuri, kwa heshima yako, ili Baba wewe utufundishe, kwa sababu unaendelea kutuonyesha na kututimizia yote ambayo kwa uhalisia kila mmoja kuelewa, kwa maana ni siku ya kuona yote, kuelewa yote kwa utukufu wako. Nao wote tuko hapa sasa kwa ajili ya wewe kutufundisha kwa utukufu wako imetokea. Karibu sana, karibu kwa ajili ya kipindi kingine tena kizuri ambacho tuko kwenye Kweli Yote TV. Kazi kubwa ambayo mimi na wewe ni kudescribe tu peke yake na kulike kwa ajili ya mwingine kuelewa. Hili ni fundisho, kwa sababu alisema kama vile alivyokusudia atakuja na hakuna ambaye anafahamu, na ni kweli, kwa sababu sio rahisi kutangaza hii habari ya siku ya mwisho bila kuwa na proof. Na ni kweli, kwa sababu wote tulijua kwamba kutakuwa na ishara nyingi, lakini sio hivyo. Yeye atakuja na hakuna ambaye anaweza kufahamu, ila utafahamu kwa elimu, kwa fundisho, utafahamu kwa yale mambo ambayo anaendelea kutufundisha na kutufungua sisi sote. Kwa hiyo karibu sana leo yeye Baba anatufundisha jambo kubwa kabisa na ambalo amelifuta yeye mwenyewe. Amefuta huduma 5, huduma 5 zenye msingi. Kwa hiyo huduma 5 zenye msingi wa 12. 12 ina maana ni zile nguvu ya Yerusalemu ya kwanza iliyokuwa na kabila 12, lugha 12. Kwa hiyo huduma 5 zenye msingi wa mitume 12 zimefutwa juu ya nchi. Sasa ni huduma ya Kweli Yote, yaani huduma ya Baba ambayo ndio ambayo itabaki juu ya nchi kwa ajili ya yale yote utakayokuwa unaendelea kuyaona kwa utimilifu kabisa na kwa wema wake yeye Baba. Ina maana utaona uumbaji ukiwa unaendelea kubadilika kwa sababu ameingia yeye. Kwa hiyo leo ndio anafuta na amefuta hizo huduma 5, na utazielewa kwamba huduma ni nini na hiyo misingi, hizo huduma 5 ni nini. Kwanza kabisa nikuonyeshe hapa kwamba hakuna ambaye anaweza kufahamu hiki ambacho sasa kinaweza kiwe kinaendelea, lakini kila mmoja atakuwa anaendelea anafundishwa kwa ajili ya kudescribe, kwa ajili ya ile nguvu ya majira ya kulike, kwa ajili ya zile crusade ambazo sasa zitaanza na huduma na kutangaza kila mahali. Anasema kwenye Mathayo 24:36, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Huyo Mwana wa Adamu ni yule mwenye kuelewesha, lakini ni moyo wa Baba ambao unaelewesha majira ya kweli, mwaka wa kweli wa watu wote uliobeba ile siku ya mwisho. Kwa hiyo hicho kwenye Luka tena 21 ule mstari wa 34, basi jiangalieni mioyo yenu, msije mkalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Siku ile ikawaijia ghafla. Ni ile siku ya hukumu,
hukumu kwa ajili ya uongo wote na roho zilizotengenezwa mbalimbali kupitia huo mfumo. Sasa leo tutaona huduma 5. Kila mmoja anafikiri anafahamu maana ya huduma 5. Kwanza, neno huduma ni kile unachokifanya juu ya nchi, lakini inategemea ni msingi gani unaotumia kusimamisha hiyo nguvu ya huduma ya kazi, biashara na kila kitu ambacho unaweza kuwa unakifanya. Hiyo ndio inaitwa huduma. Kuna huduma kwenye biashara yako, hiyo ni huduma inakupa maisha, kujenga na kufanikiwa. Lakini kuna ile huduma 5 ambazo ndizo zilikuwa ni center zilizobeba uumbaji wote. Sasa na zenyewe zilikuwa ziko juu ya ule mfumo ambao ndio uliobeba mfumo wa Yerusalemu, ambao umebeba kabila 12, lugha 12 na misingi 12, malaika 12 na wale simba 12, chemichemi 12, aina zote na mwaka wenye miezi 12. Huo ndio msingi. Sasa kwa nini anafuta? Kwa nini anafuta? Kwa sababu ni lazima utazielewa hizo huduma nani alizisimamisha, na zilikuwa na faida gani na kazi gani mpaka yeye leo afute, kwa sababu huduma ni maisha. Kwa nini afute? Sasa yeye alisema kwenye wakati wake yeye akifika. Kwanza kabisa alisema na akatuambia kwamba akija hakuna jambo litakalobakia lisilompa Baba utukufu. Yaani kama halimpi utukufu Baba, ina maana analibomoa. Sasa anaanza na Yerusalemu. Yerusalemu ni mfumo kabisa uliokuwa kwa ajili ya ibada na mfumo uliokuwa tayari amekabidhiwa ambaye ni Babeli kwa ajili ya kumiliki, kutawala mpaka miaka 70. Kwa hiyo anakuja kwanza kutengeneza ile mamlaka yake kwa kufuta na kuondoa utaratibu wa Babeli uliokuwa juu ya nchi. Yale maficho tuliokuwa tunaona ni yako sawa katika ibada, katika kazi, katika mahusiano, katika nguvu ya maarusi na kila kitu, kwa sababu ndio zimebeba huduma hizo 5 ndio zimebeba hiyo. Sasa anasema kwamba Mathayo 24 ile 1, huyo Yesu akasema, akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, ameyaoni haya? Amini nawaambieni, alitazalia hapa jiwe juu ya jiwe. Anasema hivyo kwa sababu tayari anajua mfumo wa Yerusalemu haupo. Ndio maana yeye mwenyewe alikuja kama nguvu ya unabii kwa ajili ya kuja kutuonyesha ile siku ya mwisho namna ilivyo na utendaji wa ibada zilivyokuwa. Ndio maana akabaki kusema yeye akawa anaenda kwenye masinagogi haya, hizi dini na imani tulizokuwa nazo, anaenda huko anawafundisha wale Mafarisayo na Masadukayo, anawafundisha, anatoka huko, anafundisha anatoka huko, anazunguka, anatuonyesha namna anavyotakiwa kuponywa mtu, anavyotakiwa kufundisha kwa ajili ya wengi kugeuka. Hapo alikuwa anaonyesha, lakini kwa sababu alikuwa kwenye nguvu ya safari ya kupita ili afike kwa yale ambayo tayari anakusudia kuyatimiza. Kwa hiyo tunaona hapo akisema ni lazima, Ufunuo 21 ile 10 mpaka 22, ile Yerusalemu kwa ajili ya kabila 12, lugha 12 na utendaji huo ambao uko kwenye nguvu ya makabila 12, kwamba yatafutwa, yataondolewa. Ndio maana kwenye Luka 21:20 anasema, mtakapoona Yerusalemu umezingirwa, basi mjue kwamba tayari. Kwa hiyo anafuta kwa sababu tayari kwa uhalisia ile huduma yake ya kweli yote iko juu ya nchi.
ile huduma ya kweli yote, isiyobebwa na sadaka, isiyobebwa na zaka, isiyobebwa na mifumo mbalimbali tuliyokuwa tumeizoea. Kwa hiyo huduma ipo tayari, ambayo sasa ndio inafuta hizo huduma. Hauwezi kufuta huduma tano kama huduma ile ya kweli kwa wote haipo. Kwa tunaona yeye yupo akiwa tayari ameshasimamisha ile Ufunuo 11:15 mpaka 19, kwamba ufalme wa dunia umekuwa ufalme wa Baba wa kweli, na amesimamisha Danieli 2:44 mpaka ile 47, kwamba amesimamisha ufalme usioangamizwa. Kwa hiyo umeangamiza silaha zote, silaha ya neno, silaha ya sauti, silaha ya neno la ufunuo, silaha ya andiko, silaha ya pumzi ya mauti, silaha ya matumizi ya damu. Hizo zote amefuta, na amefuta mpaka ile nguvu ya zaka, ambayo ndio tulikuwa tunajua zaka ni ya Baba. Lakini hapa nitapita kidogo ili uelewe. Kwenye Samueli wa kwanza ile 8, kwa sababu tunaeleweshana na yeye ndio anayetufundisha kwa ajili ya yale tuliyokuwa hatuyajui. Sasa tuyajue na tuishi kwa amani, kwa utulivu juu ya nchi, tukiwa tumebadilika, hatutumikishwi tena na uongo. Samueli wa kwanza 8 ule mstari wa 13. 16, atawatoa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu na walio wazuri na punda zenu, naye atatia katika kazi zake mwenyewe. Atawatoza fungu la 10. Hii ni serikali. Serikali ndio ilikuwa inatakiwa kubeba fungu la 10, kwa sababu inatengeneza kazi za jamii. Hapo ni baada ya kumkataa Baba, tulipata serikali za kidunia. Hizi serikali zimewekwa na Baba, tutafika huko baadaye. Sasa tunaona kwa nini anafuta hizo. Anafuta kwa sababu zote unazoziona juu ya nchi, huduma zote hizi zilitengenezwa kwenye mfumo wa Babeli, kwa sababu Yeremia 29 ule mstari wa 10 mpaka miaka 70 itakapotimia, ndipo Baba atatimiza yote. Kwa sasa ina maana tulikuwa kwenye utumwa baada ya lile anguko ambalo tayari lilikuwa limetokea kwa ajili ya Mwanzo 2 ile 23 na 24, kwa ajili ya anguko la Adamu la kumwacha baba na kumwacha mama. Kwa hiyo Adamu akawa tayari ameondoka kwenye ule utukufu wake yeye baba na mama. Kwa hiyo yeye, Hawa na Adamu wote wakaondoka. Ina maana wakapunguziwa ile mfumo wa kuishi. Baba ni kweli yote na mama ni majira na mfumo wa 28 miezi 9. Kwa hiyo tukaachana na ule mfumo, tukaja kupata huu mfumo wa mwaka wenye miezi 12 kama mti wa uzima. Ukisoma kwenye Ufunuo 22 ambayo 22:2, mti wa uzima ulio katikati ya bustani ya Baba wa siku ya mwisho ni huu, kwenye Ufunuo 2 ile 7. Kwa hiyo huu ni kwenye Ufunuo 22 ile 2, kwamba uzao matunda aina 12, kila mwezi utatoa matunda yake. Lakini sasa ukawa umechukuliwa, wakawa kwenye agano la jua na mwezi na mchana na usiku, likawa limekamatwa na waovu juu ya nchi kupitia ile Wafalme wa kwanza ile 10 ile 14 kwa ajili ya agano la Suleiman ambalo tayari lilikuwa limeshakava kwa ajili ya ule uharibifu wa kuabudu vitu juu ya nchi, kuabudu sanamu, kuabudu miti, kuabudu ng'ombe, kuabudu mitume waliokuwa wamekufa. Sasa tunaona hapo ndipo lile liliposababisha. Kwa hiyo baada ya anguko sasa la Adam na Hawa, uumbaji wote ule crash. Kwa hiyo tulipelekwa miaka 70 utumwani. Hiyo miaka 70 ina maana mpaka itimie miaka 70 ndio tunamuona hapo sasa Yesu akija akisimamisha maelekezo sasa yake
kwa ajili ya kila alichotumwa. Ile Isaya 6 ule mstari wa 8 mpaka wa 13, akiwa ametumwa kuja kutufundisha kwamba namna gani siku ya mwisho itakavyokuwa na ishara zake na mambo yake yote yatakavyotokea na ibada zilivyokuwa. Ndio akabeba mitume 12 au 12, akawa tayari yule wa 12 ambaye ndiye Yuda akawa anatuonyesha mfumo wa Yerusalemu ulivyoharibika na nini kilisababisha uharibike. Kwa hiyo ndio maana unaona yule Yuda hakuwa kwa ajili ya kusaliti kama ulivyokuwa unaona, ila alikuwa anakuonyesha kwamba ni sababu gani mpaka Yerusalemu ya kwanza iharibike. Ni kwa sababu ya usaliti, kwamba aliyepewa nguvu ya kuongoza hakuweza kufuatana. Kwa hiyo hata huyo Yuda akatokea katikati ya hiyo 12. Nitasoma hapa ili tupate ufahamu. Ule mstari wa 2. Na majina hao mitume 12 ni haya: wa kwanza ni Simoni aliyeitwa Petro, wa pili nduguye Yakobo Zebedayo, wa tatu nduguye Yohana, Filipo, Bartimayo, Tomaso na Matayo mtoza ushuru, Yakobo Alfayo na Tadayo, Simoni na Mkanayo, na Yuda Iskariote, naye ndiye mwenye kumsaliti. Na hao senashara Yesu aliwatuma, akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Kwa hiyo hakuna aliyeruhusiwa kutoka kwenye majira ile, kwa sababu alikuwa kwenye nguvu ya unabii. Kwa hiyo alifundisha yeye, alielekeza yeye. Kwa hiyo tunaona yeye akiwa amechukua wale mitume 12 kwa ajili ya kutuonyesha mfumo wa Yerusalemu ya kwanza namna ilivyo, ambayo tunaona sasa akimchagua Petro kama kiongozi wa hilo kundi, akionyesha kwamba kiongozi huyu ni Petro, lakini Petro naye si katika utimilifu wa kufuatana mpaka mwisho. Mathayo 16 ile 17, Yesu akamwambia Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukuonyesha hili, bali Baba yangu aliye mahali pake. Nami nakuambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Ina maana ilikuwa ni ufahamu, ni uelewa, kwa ajili ya kwamba kuelewa kanisa ni nini. Kanisa ni moyo uliojaa kuelewa kweli yote, usioshindwa na malango ya uongo, ubaya na kila namna ya udanganyifu. Huo ndio ulikuwa ni kanisa. Lakini tunaona yeye mwenyewe akisalitiwa, akimwacha huyo kwa ajili ya kutuonyesha kwamba huyo kiongozi hakuwepo. Na Petro ameketi, na Petro alikuwa ameketi, hiyo nguvu ya Mathayo 26 ile 69. Na Petro alikuwa ameketi nje bewani. Kijakazi mmoja akamwendea akasema, wewe nawe ulikuwa pamoja na Yesu wa Galilaya? Akamwambia, akakana mbele ya wote akisema, sijui usemao. Naye alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine alimwona, akamwambia watu waliokuwa huko, huyu alikuwa pamoja naye, huyo Yesu wa Nazareti. Akakana tena kwa kiapo. Kwa hiyo kiapo ina maana kusema kwamba hayupo, maana ya kiapo. Simjui mtu huyu. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia Petro, hakika wewe nawe u mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. Ndipo akaanza kulani na kuapa akisema, simjui mtu huyu, na mara akawika jogoo. Petro akalikumbuka lile neno alilokuwa ameambiwa. Kwa hiyo tunaona sasa kwa uhalisia juu ya nchi yote, tukiwa tunajua kwamba
kanisa lilikuwa limejengwa kwenye mitume 12. Kwa hiyo msingi wa dunia tukawa tunajua kwamba uko kwenye nguvu ya msingi wa 12 na kabila 12, Yerusalemu ulioshuka kutoka kwa Baba. Lakini alikuwa anaonyesha kwamba Yerusalemu ya kwanza ilivyo na anavyotakiwa yeye Baba kuja kuifuta, kwa sababu tayari ina upungufu. Ndio maana akasema hapa kwenye Luka 20:2 ile mstari 22 ule mstari wa 30, na mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu na kuketi katika viti nikiwahukumu kabila 12. Kwa nini wanahukumiwa? Kwa sababu tayari ile kabila 12 tayari zina upungufu, kwa sababu tayari ni tabia za watu wote juu ya nchi wamejengwa kwenye msingi huo. Tunaona Mwanzo wa 47 ambao ndio maana anafunja huo msingi wa kabila 12. Hiyo ndio Yerusalemu ya kwanza, na hiyo ndio watu wamesimamia hapo kuweka hizo huduma ambazo hawakutakiwa. Mwanzo wa 49, Yakobo akaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakaopata siku za mwisho. Kwa hiyo hii ni tabia. Tunamwona Rubeni akipanda kwenye kitanda cha babake. Tunamwona Simeoni na Lawi wakiwa ni wauaji. Tunamwona Yuda kwenye Mwanzo 38 akienda kukata manyoya na anakutana kule na mkamwana wake, akijifanya kahaba yule mkamwana. Basi anaenda naye na anambebesha mimba na anaacha leani hiyo pete na ile fimbo. Kwa tunaona kwenye hapo kwenye 49 ule mstari wa 27, Benjamini ni mbwa mwitu mwenye kulalua, asubuhi atakula mawindo na jioni atagawanya mateka. Hizo ndizo kabila 10. Tunamwona Benjamini. Ina maana tunaiona hiyo Yerusalemu, hawa Wayahudi wakiwa kama kwenye msingi wa kabila 12, wakisema hakuna mwingine. Lakini wale ndio walikuwa wamebeba hiyo madhabahu kwa ajili ya watu wote juu ya nchi. Israeli aliyekuwa anaitwa Yakobo. Sasa hapo ndipo kabila 12 za watu wote juu ya nchi zimebebwa kwenye mfumo huo, sio kwa sababu wao tu. Ndio maana akasema saa inakuja, nayo saa ipo, ambao hatutamwabudu Baba huko Yerusalemu wala kwenye mlima huo tuliokuwa tunaabudu. Hiyo Yohana ile 4:15. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji ninywe. Yohana 4:15. Maji hayo msione wala msije hapa kutega. Huyo Yesu akamwambia, nenda akamwite mumeo. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema sina mume, vema, kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa si mume wako. Yaani kwa sababu tulihangaika sana tukiwa Babeli, kila mtumishi tulimwamini, kila imani tuliikubali, kila mganga tulienda. Kwa hiyo kila uliyekuwa unampa moyo wako kwa kumwamini, ina maana tayari alikuwa yuko pati na wewe. Kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa si mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa yu nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi useme ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudu. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambao mtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Yaani katika imani ulionayo sasa hivi
imani za aina zote ambazo tuko nazo. Anasema kwamba hatutakuwa huko wala kule Yerusalemu wala Maka. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Yahudi sawa, lakini saa inakuja na saa ipo ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika kweli, kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu yeye. Kwa tunaona huu msingi kwa sababu ya zile tabia, kwa sababu tunaona msingi wa Babeli na matengano na huyo Ibrahimu, huyu baba wa imani, akamwoa Sara, akaja kuzaa na Hajiri. Baada ya Hajiri, Sara akachelewa kuzaa, huyu Hajiri akazaa. Tunaona hapa kunakuwa nguvu ya ugomvi, kutoelewana. Sara anamfukuza Hajiri. Hajiri anaenda kulea mtoto wake Ishmaeli. Ishmaeli anapata watoto 12. Tunamwona naye Sara kwa ajili ya huyo Isaka anampata, na Isaka anapata mke Rebeka. Rebeka anazaa matisi wawili mapacha. Tunamwona Yakobo ndio anapatikana kabila 12. Baada ya kufa Sara, Ibrahimu anamuoa Ketura. Tunaona hapa Ketura ni Wachina wa Japani na Wakorea kwenye Mwanzo 25 ule mstari wa kwanza mpaka wa 6. Sasa tunaona hapo kumechanganyikana. Kwa hiyo huduma sasa, huduma haionekani. Ndio maana akasema kwenye majira yake timilifu ataleta huduma yake, ile Danieli sasa, ambao ndio itakuwa imebeba utimilifu wa mwaka wa watu wote uliobeba siku ya mwisho. Hapo ndipo atajengea huduma kwa ajili ya kuiclash zile huduma 5 na ile nguvu iliyobeba misingi 12. Zekaria, ile Danieli 2:44. Na katika siku za wafalme hao, yeye Baba atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa umilele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake. Yaani hautashare. Ndio maana akasema kwenye Zekaria 14 ile 7, lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na Baba, sio mchana wala sio usiku, kwa ajili ya kuvunja huyu Yerusalemu wa kabila 12 na mfumo uliokuwa matengano, ili aondoe ule utendaji uliokuwa juu ya nchi kupitia Zekaria 13 ile 2. Kisha itakuwa katika siku hiyo, asema yeye Baba, nitakatilia mbali majina ya sanamu ya nchi katika nchi, yasikumbukwe tena. Pia nitawafukuza hao manabii na roho za uchafu zitoke katika nchi. Kwa hiyo akijua kwamba hii mifumo yote iliyokuwa imetangulia haikusimama kama vile ilivyokusudiwa, kwa sababu yeye ambaye ndiye kweli kwa level ya Yesu, kila alichokuwa ametuma ni ile kuja kutambulisha tu ile siku ya mwisho na kuonyesha mfumo wa Yerusalemu ya kwanza jinsi ulivyojengwa kwenye mifumo ya mitume wa kutokuamini. Tunaona hiyo Luka, hiyo Marko 16 Marko 16:14. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao. Kwa hiyo tunaona wakiwa wamebaki hao 11 baada ya uasi wa huyo nani? Huyo Yuda. Bado hao 11 imani, yani kuamini. Ndio maana akija yule mwenye utimilifu, kila anachofundisha ni mambo matatu tu peke yake juu ya nchi, ambao ndio umebeba kila kitu, ambao ndio moyo wa Baba. Hiyo Yohana 16 tuone hapo, ambaye ndio anamfundisha Baba kwa ajili ya kuondoa hizi huduma zilizo 5 ambazo ziko kwenye misingi ya 12. Yohana 16 ile 7. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa mimi niondoke,
Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi, moyo wa kweli au roho ya kweli tuliokuwa tunajua, au Roho Mtakatifu, mwalimu wa kufundisha, kwa sababu roho ni mwalimu. Moyo ni yani moyo kwa lugha ya yeye Baba, kwa sababu heri wenye moyo safi. Roho haijawahi kuwa safi, ila moyo wa kufundisha iliyo kweli, kwa sababu ya yale yaliyokuwa yameandikwa. Msaidizi atakuja, bali mimi nikienda zangu atakuja huyo msaidizi, naye akisha kuja huyo msaidizi atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, jambo la kwanza, na haki, jambo la pili, na hukumu, jambo la tatu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini. Ndio maana unaona anafundisha kwamba dhambi kubwa juu ya nchi ni kutokuamini. Ni kama leo unavyosikia Baba amekuja, moyo wake mwenyewe umekuja, na siku ya mwisho, na maelezo yote unaelewa na unayafuatilia, lakini bado na sita. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu, yani kujua utimilifu wa dahari ya yeye Yesu alichotumwa. Je, alichotumwa aliendelea kuwepo juu ya nchi, na yule Roho Mtakatifu aliendelea? Ndio nguvu ya yeye atafundisha, ndio anafundisha sasa. Na kwa habari ya hukumu, yule mkuu wa ulimwengu amehukumiwa, yani yule mkuu wa ulimwengu aliyekuwa kajificha kwenye neno linaloitwa mauti na kuzimu, kumbe ni uongo. Sasa huyo ndio atahukumiwa, na yeye ndio atafundisha habari ya Baba, kwamba Baba ni nani. Yohana hiyo 16 ile 25. Hayo nisemayo nani kwa misali, saa yaja ambao sitasema nani tena kwa misali, lakini nitawapa habari ya Baba wazi wazi. Hakuna aliyewahi kujua Baba. Kila mmoja, kuna mwingine anamuita Yehova, mwingine anamuita Mwenyezi, mwingine anamuita Mungu wa Elia, mwingine anamuita Mungu wa Daudi, Mungu Mwenyezi, Mungu Mola. Ameitwa kwa majina mengi, lakini Baba maana yake ni kweli yote, na Yesu maana yake halisi, maana ya yeye ni kweli, kwa sababu yeye alikuja kuwa na fundisho lile la kweli, lakini wakamvisha ule mwili. Kwa hiyo watu wote wakaenda kwenye mwili touchable, ule Yesu mwili flesh. Kwa hiyo watu, adui akawa anatutawala sana, kwa sababu yeye yuko mbali na mwili, na sisi tunaita mwili utusaidie. Kwa hiyo tunaona sasa ule msingi wa 12 ndio ukiwa umebeba huduma 5. Kwa hiyo hizo huduma 5 sasa zikawa zimejengwa kwenye msingi huo, na mjenzi anaonekana ni Paulo, wakati Masa hakuwa na hizo huduma 5. Tunaona hapa kwenye Efeso. Kwa tukawa tunakaa juu. Efeso ile 2 mstari wa 20. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo yeye mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Yaani Yesu amewekwa, yule kweli ametupwa pembeni, hayuko katikati. Mahali pa ibada msingi wake ni mitume 12 na hao manabii, roho za kinabii. Sasa tunaona kwenye Efeso ile 4 ule mstari wa 9, basi neno hilo alipaa maana yake nini, kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande za chini? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avivunje vitu vyote, avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Sasa hizi ni huduma za maisha juu ya nchi, kwa sababu uchungaji ina maana ni kuchunga. Baba ndio mchungaji,
Ndio maana ukisoma kwenye nguvu ya mahali pa Yohana 15:1 na kwenye nguvu ya Yeremia 23 anasema yeye ni mchungaji, kondoo zake wameharibiwa. Yaani kuna wachungaji sasa ambao wamejivalisha ngozi ya kondoo lakini ni mbwa mwitu, wanakula watoto wa baba. Sasa anasema kwa sababu yeye hakuruhusu kuwa na huduma 5. Tunaona huduma hiyo nyingine inayoitwa, kwanza ni huduma ya mitume, ndio tunaiona imepamba moto, na manabii na wengine wachungaji, wainjilisti. Wainjilisti ina maana ni kuhubiri habari. Sasa hivi habari za kweli hamna tena. Sasa ndio habari inaanza ya kweli baba mwenyewe, kwa sababu hizo zote ni habari za kinabii, zote imani zote, kwamba ndio maana unaona wanasubiri siku ya mwisho ya maelezo yote. Ndio haya unayoyashuhudia wewe, ni ku describe tu na ku like, kwa sababu ile nguvu ya channel ya kwa ajili ya Kweli Yote TV, maelezo yote na mafundisho yote, na ile chuo ambacho sasa baba atatupa kwa ajili ya kwanza kabisa kufanya yale ambayo baba anayataka, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Mwalimu ni Roho Mtakatifu. Sasa tulipokosa mwalimu, huduma zote ziliharibika, kwa sababu mwalimu sasa ndio mfundishaji. Sasa mwalimu ndio Roho Mtakatifu, moyo wa kweli ambao ulikuwa haukuachiliwa wakati wa kipindi cha Yesu katika utume wake. Yeye aliondoka na huo mfumo akatuacha sisi. Tunaona hapa kwenye Yohana 7 mpaka siku ya mwisho huyo mwalimu ndio anakuja kupanga yale mambo yanayotakiwa kwa ajili ya huduma yake moja iwepo, na ndio asimamishe marafiki ambao sasa watatumika kwa ajili ya hao watoto wa baba, marafiki wa baba juu ya nchi. Yohana 7:37. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa, yani siku ya mwisho imebebwa na mwaka. Bila mwaka wa watu wote hakuna siku ya mwisho. Kwa hiyo ile mwaka ni ile majira iliyoharibika kwenye mfumo ule wa Adam. Akapata miaka 930 na akapelekwa utumwani miaka 70. Ina maana miaka 930 na miaka 70 inapatikana 1000. 1000 kwa baba, 1000 kwetu, kwa baba ni siku moja. Kwa hiyo ndio utimilifu wa kwanza ndani. Mwaka unaanzia ndani. Ina maana hii ndio moja kwa watu wote, sio hii. Kwa hiyo tunaendelea kusoma. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyosema, mito ya maji yaliyo hai yatatoka ndani yake. Neno hilo alilisema katika habari ya Roho Mtakatifu ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa, yani hajaeleweka kwamba alichotumwa ni nani, alichotumwa ni nini kwa ajili ya sisi juu ya nchi. Je, alitumwa kweli kutuokoa na nguvu za giza kama Paulo alivyosema kwenye ile Matendo 10:38? Hakuna kitu kama hicho. Ndio maana aliponya mmoja sana, na akiwa anaingia kwenye masinagogi ya yale walioyakuta, ya wale Mafarisayo na Masadukayo. Kwa hiyo hao ndio walichukua, walihaki zile pointi ambazo yeye alikuwa anazifundisha huko anaenda. Kwa hiyo zikabaki kwenye ibada zetu. Kwa hiyo tukaanza kufundishwa hizo. Kwa hiyo na uongo sasa, roho zile za uharibifu
kama vile ambavyo anazionyesha hapa kwamba wanatumia nini kufanya hiyo miujiza. Hii Mathayo 27:51. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Ndio ibada zilitokea hivyo. Yeye aliuhamisha ile moyo wa kufundisha aliyokuwa anauonyesha ili aukabidhi kwa Baba. Kwenye Luka 23:44, hapo ilipokuwa yapata saa 6, kukawa na giza juu ya nchi yote hata saa 9, jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akasema kwa sauti kuu akisema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kwa tunaona alikuwa anatuonyesha kwamba madhabahu ya kanisa juu ya nchi ilishapasuka na haipo. Ndio hapa alikuwa anatuonyesha. Kwa hiyo unaona hizi huduma 5 juu ya nchi kwa ajili ya kuwekwa na Paulo si haki, si halali na si za kutusaidia sisi, kwa sababu zilikuwa ni za kutusimamishia maisha juu ya nchi. Kwa sababu ukisimama kwa ajili ya uchungaji lazima ufundishe halisi ya maisha juu ya nchi. Ukisimamisha kwa ajili ya utume unatakiwa useme yale yote uliyoyatumwa. Unabii useme kila ambacho unatakiwa kutamka. Uinjilisti uhubiri watu maisha sio ya mbinguni. Alafu kwenye ualimu ina maana ufundishe sasa kwamba Roho Mtakatifu, moyo wa Baba ni nani, anafundisha nini. Je, ni wa ishara, miujiza? Je, hii siku ya mwisho inasemaje? Haya maisha yetu yakoje juu ya nchi? Uharibifu ulianzia wapi? Huo ndio mfumo wa mwalimu. Sasa mwalimu hakuna, hakuwepo. Kwa hiyo kwa uhalisia wa kutufundisha yule Roho, moyo wa kutufundisha, moyo wa Baba, yule Roho wa kweli hakuwa ameachiliwa. Kwa hiyo huduma 5 juu ya nchi hazikuwepo, ila kwa sababu tulikuta ibada zote zikiendelea, basi tuliendelea kuwa hivyo. Ndio maana akasema ufalme kwa tunaona huduma ya kweli yote haiwezi kujengwa kwenye mitume na manabii 12. Ina maana 12 ni msingi wa Yerusalemu ya kwanza uliojengwa kwenye mitume 12, kabila 12, lugha 12, majina 12, wale malaika 12, simba 12, chemichemi 12. Zote zinatumika kwenye ufalme mwingine, sio kwa ajili ya haki. Ndio maana unaona tunafundishwa maisha ya mbali, sio juu ya nchi. Yanageuzwa yanakuwa ibada ambayo ni ya kuabudu sanamu, kuabudu mawe, kuabudu nguvu ya bahari, miti na kuabudu milima. Kwa hiyo huduma yake sasa ni huduma moja pekee yake, na huduma hiyo ni Baba kuwa mchungaji, yeye Baba ambaye ndiye muumba, ndiye kweli yote. Kwa hiyo anafundisha ule moyo wake na sisi tunakuwa marafiki wa kweli. Kwa hiyo kunakuwa na yule anayetufundisha akiwa na moyo wa Baba. Ndio maana anasema wakati huo moyo, kila mmoja atafundishwa na yeye. Ndio wakati huu pale ulipo unafundishwa na yeye kwa haya unayoyafikia
unayeyafuatilia, wewe kijana, wewe binti, wewe kiongozi, usiye kiongozi, wewe ambaye ni malkia, wewe ambaye ni nguvu, ambaye ni rafiki, wote kwa imani zote tunafundishwa sasa hivi na yeye. Ndio maana hawezi tena akaendelea kutumia huduma tano. Kwa hiyo huduma tano zote yeye Baba amezifuta, na msingi wake uliokuwa wa 12 ameufuta kabisa, kwa sababu ni msingi ambao kwa uhalisia hauwezi kutuweka sawa. Hapa nimalizie. Kwa kwenye mfumo huo sasa wa huduma ya kweli yote, jambo kubwa kabisa ni ile kuheshimiana. Kwenye huduma ya kweli yote juu ya nchi, maisha sio ya mbinguni, maisha ni juu ya nchi. Kikubwa ni kuheshimiana. Mathayo ile 7:12. Basi yeyote mtakayomtendewe na watu, nanyi watendeni hivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Kwenye huduma ya kweli yote juu ya nchi tunatoa mbegu aina 3 ambazo tayari Baba ametufundisha kwenye Kweli Yote TV. Iko hapo, ukidescribe tu peke yake na like, basi utapata maelekezo yote. Lakini nguvu ya mbegu ya kwanza ni mbegu ya kumpenda Baba, maana sisi hatujawahi kumpenda kwa moyo wetu wote. Kumpenda, maana ya kumpenda ina maana gani? Hii Kumbukumbu, kumpenda ina maana, Kumbukumbu 6:4. Watoto wangu, marafiki zangu, Baba ndiye mmoja, nao mpende baba yako kwa moyo wako wote na kwa nguvu yako yote na kwa akili zako zote. Huyo ndiye Baba. Yaani kumpenda ina maana unaipenda kweli yote. Kweli yote ina maana ni kujaa kushukuru. Wewe umepata kwa viwango hivyo na vivitaka, unashukuru. Wewe umepata huyo mke au mume kwa ajili ya uzuri, unashukuru. Umepata mtoto, hujapata, shukuru, ili tumbo liwe lifunguke. Kwa hiyo ni kujaa kushukuru kwanza, kwa sababu ukishaheshimiana kwa yeyote, yani usimchukie yule ambaye kwa uhalisia hajakuzuru. Tafadhali wewe kiongozi, wewe mweupe, mweusi, kijana, binti, usiwahi kuwa na beef, usiwahi kuwa na jealous ya mtu ambaye unaishi naye karibu. Mithali 3 ile mstari wa 29. Usiwaze mabaya juu ya jirani yako ambaye anakaa karibu nawe na kujiona uko salama. Usishindane na mtu bila sababu ikiwa hakukuzuru. Ndio maana kuheshimiana ndio kunasimama. Kupendana umeisha, kwa sababu anasema kwenye ile Mathayo 25:24 ule mstari wa 12 anasema upendo wa wengi utapoa. Kwa hiyo haupo, upendo haupo. Kwa hiyo amesimamisha kuheshimiana. Kwa hiyo mbegu ya kwanza sasa ni kumshukuru Baba. Mbegu ya pili ambayo tunatakiwa kutoa ni mbegu inayosimama kwa ajili ya kutoa yani kuappreciate maisha yetu sio ya mbinguni. Maisha yetu ni juu ya nchi. Hataki biashara ya mbinguni. Mbinguni hataki. Anataka tuishi hapa juu ya nchi. Kwa hiyo injili zote za mbinguni kama bado huko, ndugu yangu, na kusiondoka, waelekeze hawa
wape hiyo connection, wa connect kwa ajili ya na wao wapokee, kwa sababu sasa hivi ni mambo wazi, hakuna kujificha. Mtasoma hapo. Tuliambiwa sana kwa sababu ya utumwani wa Babeli na hizo huduma 5 ambazo zilikuwa kwenye mfumo wa unabii na ubashiri. Hapa anasema Luka 17:20, na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme hauji kwa kuchunguza, wala hautasema tazama uko huku, kwa maana tazama ufalme wa Baba uko ndani yetu. Ndio maana unapewa sasa hivi maelekezo sahihi, yale ya kweli ya namna unavyotakiwa. Usiwe na vita kwenye moyo juu ya nchi, uachane na habari ya mambo ya zamani, ibada za wale waliolala. Si kwa ubaya, lakini ndivyo hivyo yeye anasema, kwa sababu hawataki hata wao sisi kuwainua wakati wote. Ufunuo 11 ule mstari wa 15, na huyo malaika ambaye ni ujumbe wa utimilifu kapiga tarumbeta, pakawa na mamlaka iliyokuu juu ya nchi, ikisema ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Baba yetu. Kwa hiyo maisha ya mbinguni hayapo. Ndio maana hakuna ibada ya wazee 24, kabila 12 na mitume 12, na wale wazee 24 wakitio mbele za Baba katika viti vya enzi, wakaanguka kifudifudi, wakamsujudu Baba wakisema, tunakushukuru wewe ambaye ni wa kweli, uliyeko na uliyekuwepo, kwa sababu umeutoa uweza wako, ameutoa juu ya nchi. Kwa hiyo ibada zote ambazo zilikuwa kwa ajili ya huduma 5 hazipo. Ibada ambayo huduma ya kichungaji haipo, huduma ya kiinjilisti haipo. Sasa hivi ni habari ambazo ni za Baba peke yake. Na mbegu ya 3 ni ya kushukuru kwa ajili ya kuwa kwenye nguvu ya majira ya habari za kweli, kupeleka habari za kweli za majira ya utimilifu ya siku ya mwisho, mwaka na majira timilifu, ile huduma ya watu wote kuwa mmoja. Sasa hivi watu watakwenda kwa uganga, hautawezekana. Watu watakwenda kwa manabii, haitawezekana. Watu watakwenda kwa uchawi, hautawezekana. Watu watakwenda kwenye ishara na miujiza, haitawezekana. Zile roho zote zifanyazo ishara juu ya nchi zimefutwa na Baba. Ndio maana yule aliyekuwa anafanya hizo ishara ameshikwa, ametupwa kwenye ziwa la moto. Kisha nikaona malaika akishuka mahali pake mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake, akamshika yule joka na yule mnyama na yule kahaba, kawatupa kwenye ziwa la moto. Ziwa la moto ina maana ni umbaji wote kujawa kufahamu kweli. Kwa hiyo ziwa la moto ni kweli yote, yaani yale yanayotamka ndio yanateketeza, yule mauti na kuzimu. Mauti na kuzimu ni uongo tuliokuwa tumepandwa hapo, tukiambiwa Paulo amesimamisha huduma na Yesu amewekwa kwenye jiwe la pembeni. Hizo huduma ni za mitume 12 na wale manabii na nguvu ya wainjilisti na walimu. Sasa tumefundishwa na roho mbalimbali zisizofaa. Ndio maana unaona ibada nyingi zote sasa ziko kwenye utabishaji. Sasa anasema yatosha. 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 Pale ulipo. Namalizia hapa kwa ajili ya kumshukuru Baba kwa ajili ya haya mema na mazuri aliyoyafanya kwenye Yeremia 23:24. Kwanza nianze na 1, wewe utaanza na 1 mpaka mwisho, lakini mimi naanza alafu navuka. Wale wao wachungaji wanaoharibu kondoo na malisho yangu na kuwatawanya, asema yeye Baba. Kwa sababu hiyo yeye Baba asema hivi juu ya wachungaji hao wanaolisha watu wangu, mmewatawanya kundi langu na kuwafukuza, wala mkwenda kuwatazama. Angalieni, nitawapatiliza kwa uovu wenu na matendo yenu, asema yeye.
nami nitakusanya mabaki ya kundi langu katika nchi zote nilizowafukuza, nami nitawaleta tena mazizini mwao, nao watazaa na kuongezeka. Nami nitaweka juu yao wachungaji watakaowalisha, wala hawataona hofu tena, wala kufadhaika, wala kupotea hata mmoja wao. Hao ndio marafiki wa kweli yote. Yeremia 23 hiyo 24. Je, mtu yeyote aweza kujificha mahali pasiri nisimwone? Asema Baba. Je, mbingu na nchi hazikujawa nami? Asema Baba. Nimesikia wanayosema manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu, wakisema nimeota ndoto, nimeota ndoto. Je, mambo haya yatakuwa katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo hata lini? Manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe wanawazania ya kwamba watawasaulisha watu wangu. Kwa sasa tunapeleka habari za kweli kupitia nguvu ya mbegu tatu. Mbegu ya kwanza, kumpenda kweli yote kwa ajili ya kumshukuru, kujaa kushukuru. Hicho sasa ni zaidi ya fungu la 10. Fungu la 10 lilikuwa ni kumjaribu. Sasa huwezi kumjaribu aliyekuumba, na wakati kukubariki jinsi ulivyo, hata kama hujainuliwa kwa viwango vikubwa, lakini namna ulivyo tu hauwezekani umjaribu. Sasa anasema kwa sababu hiyo zaka imekuwa ni kwa ajili ya utumwa kwa watu wake, ameifuta. Sasa nataka moyo wako ujae kushukuru kwamba Baba, na kushukuru kwa haya ulionifanyia wewe. Na unatoa mbegu ya pili, unasema Baba, na kushukuru kwa maana sasa hivi nakaa juu ya nchi, naishi juu ya nchi, mambo ya mbinguni hayapo. Mbegu ya tatu, napeleka, najitoa, napeleka hii habari njema kwa watu, na wao wakapokee hii habari ya kweli juu ya nchi. Wa mama, wa baba, viongozi na wote kushirikiana, kwa sababu sasa hivi ni majira, ni kweli. Baba ametubariki, Baba ametuinua, taifa limebarikiwa, viongozi wametunzwa, na sisi sote wananchi wa aina zote tumetunzwa na tutalindwa. Yeye Baba apewe sifa na heshima, kwa sababu sasa anatufundisha yeye mwenyewe. Na huduma 5 amefuta, huduma 5 amezifuta, huduma 5 amezifuta juu ya nchi zilizokuwa kwenye msingi wa 12 hazitakuwepo tena. Ni huduma ya kweli yote peke yake ndio imebeba, iko juu ya nchi kwa ajili ya watu wote kuwa pamoja, kuwa moja na ibada moja ya yeye Baba ambaye ni Muumba wa vyote kweli yote. Tumebarikiwa na Baba, pewe sifa na heshima kwa ajili ya haya mema na mazuri imetu